na hii tu, naomba Watanzania wote tuielewe hivyo. Duniani kote hakuna vurugu zinatokea zisizo na madhara. Pakiwa na vurugu patakuwa na madhara. Na ndio maana wale wanaotaka kuitaski Tanzania, kutanish image yake na kufanikiwa lile la kuweka Watanzania wawe kwenye haya makovu yasiyotibika, wanatumia maandamano. Wanaacha kuona uhalisia uliokuwepo. Ukiwaua watu walioko kwenye maandamano, una violation nyingi sana za human rights. Kwa sababu maandamano ni issue ya kikatiba. Hata kwetu hapa maandamano ni issue ya kikatiba. Na inakuaga na very clear maandamano yote yanakuwa very clear, ndugu zangu. Tunajuaga yanapita wapi, kiongozi wake nani, analenga nini, yataishia wapi. Na mimi nisingetamani sana tuanze kujadili sana hizi content, kwa sababu kuna watu wamepoteza watu. Tujiepushe sana kufanya haya like mchezo, like siasa. Hapa kuna watu wamepoteza wapendwa wao. Lakini kilichotokea, let us be fair to ourselves. Na wote pia wanaoongelea jambo hili tuiface reality. Pakitokea fujo, pakitokea vurugu, haijawahi kutokea vurugu isiyo na madhara. Ndio maana na swali lile lingine linalosema mnajiandaa vipi na Disemba, natoa rai kwa Watanzania, na hii ndio imekuwa kauli hata ya Mheshimiwa Rais. Let us get back, tukae eneo tunaloona aliko sawa, tujadiliane, tusiruhusu tena jambo la aina hiyo. Ndugu zangu, hakuna vurugu yeyote duniani iliyowahi kutokea na isiwe na madhara. Vurugu ikitokea, expect loss of lives, expect loss of properties, expect divisions. Yanatokea vurugu yeyote ikitokea. Tujiepushe Watanzania, sisi ni ndugu, tujiepushe. Yana gharama, mambo ya vurugu yana gharama. Na kingine, mmesema mmejiandaje? La kwanza, tunawaomba Watanzania kila mmoja wetu tuwajibike kuambizana, never again we shall let our country iende kwenye jambo la aina hiyo, sababu haina faida kwetu, ina makovu, ina gharama za uhai, ni jambo si jema. Sasa ninyi mmeona kwamba this is a sabotage ya aina hiyo, ambayo nitasema connections baadaye. Wewe ukiwa ndo uko kwenye dhamana ya kulinda watu na usalama wao, fujo zikatokea za aina hiyo, kwamba ukivamiwa, kwa sababu ukivamiwa kunaweza kuwa na loss of lives, unasema tu basi na waje tu hivyo hivyo. No. Kuna kiapo cha kulinda hii nchi, kuna kiapo cha kulinda mali za watu, kuna kiapo cha kulinda usalama wa raia. Rai yetu kwa Watanzania, sote tukatae, tusipeleke nchi kwenye jambo la aina ile ya Oktoba 29. Nimeunganisha tumejiandaje, nimeunganisha na masuala ya kupotea, vifo vilivyojitokeza kwenye vurugu. Vurugu ina madhara mabaya. Tusipeleke tena, tukatae kupelekwa tena kwenye situation ya aina hiyo.